ni ukimya wa wasomi ndani ya bunge ambao wanashuhudia sera mbovu na za ovyo zikipitishwa. Matumizi mabaya ya siasa za kidemokrasia huchochea uongozi mbovu katika nchi yoyote duniani. Kitu ambacho kitakuja kuumiza watu wengi sana ni ukimya wa wasomi ndani ya bunge ambao wanashuhudia sera mbovu na za ovyo zikipitishwa kwa vigelegele na makofi mengi kabisa. Kilio hicho cha watu kitakuja kuyafanya mawazo ya mwanafalsafa Plato, ambayo kwa sasa sina uhakika kama yanaonekana ya maana kwa sababu yamepuuzwa, kwamba wale ambao ni viongozi wa nchi wanatakiwa kuwa wale waliosoma, na yale walioyasoma wameyaweka katika maisha yao, na yale walioyasoma yamewabadilisha, wamekuwa kile walichokisoma na wako tayari kwenda kinyume na kile walichokisoma. Nikiwa naongelea wasomi, sina maana kwamba wale waliopita kwenye mifumo rasmi ya kutoa elimu, la hasha. Nina maana ya wote, wale waliopita katika mifumo rasmi na wale waliopita katika mifumo isiyo rasmi ya kielimu, kwa sababu wote wanajifunza elimu ambayo inawasaidia kutatua matatizo kwenye jamii. Kwa nini sasa ni wakati sahihi kwa yale mawazo ya mwanafalsafa Plato kuheshimiwa? Ni kwa sababu watu wamekuwa sio waaminifu. Watu hawawezi kukiri kwamba jambo hili siwezi, jambo hili naweza. Watu wanaangalia faida za maisha yao, wanaangalia watapata nini. Alafu hata kama hilo jambo waliwezi, basi wanang'ang'ania. Kama ni madaraka, kama ni kuendesha nchi, hawawezi. Kama ni kuwakilisha raia, hawawezi, lakini wanang'ang'ania kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Kwenye mataifa mengi kuna watu wengi ambao wameingia kwenye uongozi. Wengine wamekuwa marais, wengine wamekuwa wabunge, wengine wamekuwa madiwani, na wengine wamekuwa nafasi nyingi kubwa ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya hili taifa. Au watu wameingia wakiwa hawana uwezo wa kufanya hizo kazi, lakini wameingia kwa sababu ya maslahi ya binafsi. Kwa mfano, wabunge wengi ni matajiri wakubwa. Biashara zao hawaendeshi peke yao, wanaendesha kwa msaada wa mameneja. Kwa sababu gani? Wanaelewa ni nani akinisaidia jambo langu litakuwa salama, biashara yangu itakuwa salama. Wakaweka watu wenye uwezo wa kuwaongozea biashara zao vizuri. Lakini hao wanajua kabisa hatuna uwezo, lakini wanaingia kwenye nafasi za uongozi, wanatunga sera, wanafanya mambo kwa namna ambao wanajua, lakini ilhali ndani yao wanaelewa kwamba hawawezi. Na hapo ndipo yule mjinga sasa anabadilika na kuwa mpumbavu, kwa sababu tu lengo lake sio kuhusu ukweli. Lengo lake ni kushinda, kupitisha zile hoja zake za kipumbavu. Sasa watu wao wakiwa wengi ndani ya bunge, na wale wasomi ambao wameyaweka yale masomo waliosoma kwenye maisha yao wakiwa wachache, wajinga ambao ni wapumbavu wanashinda na wanapiga makofi. Kuna haja ya kuzingatia hoja za mwanafalsafa Plato. Ni Shao Digital tena. Subscribe, comment, share na like.